Sasa ni wajibu wangu kuwarudishia mrejesho wa ahadi zile nilizozifanya. Lakini kwa bahati nzuri, nilipopita kwenye mabanda maonyesho kabla sijaingia hapa, majawabu yote niliyakuta kwenye mabodi na wakurugenzi walinieleza yaliyofanyika. Kwa hiyo nadhani nisiwapotezee muda kusema nilifanya. Lakini niwaambie tu kwamba kwenye elimu, mbali na madarasa 15,000 tumejenga vyuo vya VETA katika wilaya 64, kazi inaendelea. Lakini kuna vingine 25 vilikuwa kabla, na kila mkoa kina chuo kikubwa cha mafunzo ya VETA na mafunzo ya ufundi stadi. Lakini kwa upande wa afya, kazi iliyofanyika mnaijua. Lakini pamoja na majengo, amesema mwenyekiti wa ALAT, kuna vifaa vya kisasa sana kwenye mahospitali yetu katika ngazi zote. Lakini pia tumepunguza kwa kiasi kikubwa uhaba wa madawa. Sasa supply ya madawa inakwenda vizuri, na kwamba referral zile za maradhi kuja Dar es Salaam na Benjamin Mkapa zinaishia hospitali za mikoa, kwa sababu vifaa vyote, utaalamu wote, watumishi, kila kitu kiko kule. Lakini juu ya hivyo, magari ya kuhamisha wagonjwa kutoka hospitali moja kwenda hospitali nyingine. Sikujua kuna screen inaonyesha yaliyotekelezwa. Sasa yule mwenye nani, kuwa makini basi nikisema uweze kuweka hizo yaliyotekelezwa. Wanasema usipojisemea mwenyewe hakuna atakaye kusemea, sio? Asante. Watoto wangu wa vyuo vikuu wanasema mama asemewe, na wao nimesimama kunisemea. Kabisa. Tukiacha sekta ya afya, sekta ya maji, wakati ule kwenye maji tulikuwa 70% vijijini, lakini 84% mijini. Na kwa sasa mpaka juzi napofungua mradi wa Same Mwanga, vijijini tumetimiza 83%, na lengo tulilopewa ni 85%. Na kwenye miji tumefika 90%, tumebakisha 5. Kuna miradi zaidi ya 1000 maeneo mbalimbali. Tunapofika mwezi wa 10 miradi mingi itakuwa imemalizika, tutafika kwenye agizo tulilopewa na ilani ya uchaguzi. Kwenye ujenzi wa barabara za vijijini, tumeijengea TARURA uwezo wa kibajeti na kwa rasilimali watu pia, na hivyo kuiwezesha kufanya kazi zake kwa ufanisi. Tumejenga barabara mpya za lami, lakini tumefungua wilaya nyingi kwa barabara zinazopitika misimu yote. Natambua bado kazi ipo ya ujenzi wa barabara. Kila unapokwenda unadaiwa lami. Na ndio raha ya maendeleo. Ukionja maendeleo, unataka maendeleo yaendelee kusambaa. Lakini nataka niwape jambo la faraja, kama alivyosema mmoja wetu hapa. Nililikuta kwenye maonyesho. CRDB tumefungua nao Samia Bond kwa ajili ya fedha za miundombinu, hasa barabara. Bondi ile tulipoifungua tulikusudia kukusanya bilioni 150. Kwa bahati nzuri tumekusanya bilioni 300, na hii ni kuhakikisha kwamba sasa TARURA hawendi kukwama kwenye utekelezaji wa ujenzi wa barabara kule vijijini. Barabara zitakwenda kujengwa kwa kiasi kikubwa. Kwa upande wa kurejesha baadhi ya vyanzo vya mapato kwa halmashauri, tayari tumerejesha makusanyo ya mabango, yamerudi kwenu halmashauri. Lakini pia halmashauri za serikali za mitaa zimekurudishiwa ukusanyaji wa kodi ya majengo, nyumba zile mtakusanya wenyewe, lakini pia na mabango. Lakini hapa nataka kutoa indhari moja.
Kodi hizi zilikuwa zinakusanywa na serikali za mitaa, zikachukuliwa na serikali kuu. Sasa zilichukuliwa na serikali kuu kutokana na sababu za ubadhirifu na kuto kufanya vizuri. Sasa tumezirejesha kwenu, tunataka zile sababu zilizofanya mpokonywe sasa mziondoshe. Acheni ubadhirifu, na nadhani kwenye ubadhirifu tutaweza kucontrol, kwa sababu sasa ni kukusanya mifumo. Badili ya koko wewe tunakudai bango lako le pale lete zinaingia mfukoni, hapana. Sasa aliyeweka bango akalipe kwenye mfumo, fedha ingie moja kwa moja. Kwa hiyo tumewarudishia, na hivi ni vyanzo ambavyo vitaweka ukusanyaji wa mapato kule kwenu. Kwa hivyo ndugu zangu, mtakubaliana nami kwamba mambo mengi yamefanyika, lakini suala la umeme kwa wakati ule hatukuliweka kama ni huduma za jamii, lakini jinsi tunavyokwenda tumeona umeme ni huduma za jamii, na mpaka tulipofika tayari vijiji vyote Tanzania tumeshaweka umeme, na sasa tunafanya usambazaji kwenye vitongoji, na vitongoji kadhaa tayari vimeshaguswa. Imani yetu kwamba baada ya miaka 2-3 hata Tanzania yote itakuwa inawaka umeme. Tuna shida ya kukatika kwa umeme, kazi ni hiyo mnaona. Tunajenga njia mpya za kusafirisha umeme, tunajenga station za kupoza umeme ili kufanya umeme utulie, kwa sababu umeme upo kwa wingi. Bwawa limekamilika, linazalisha sasa hivi megawatts karibu 3000. Umeme upo kwa wingi, linazalisha karibu megawatts 2000. 1000 nazo zilikuwepo kabla. Kwa hiyo kwa Tanzania sasa tuna 3000 kama na 600. Umeme upo kwa wingi, lakini mgao kuupeleka umeme ndio tatizo. Hiyo kazi tunaifanya kwa nguvu zote ili Tanzania yote wapate umeme wa uhakika. Ndugu zangu, nilioahidi nimeyatimiza. Nitumie fursa hii kuzishukuru mamlaka za serikali za mitaa kwa ushirikiano mkubwa mlioutoa kwa serikali kuu katika kusimamia kazi hizi ambazo zimefanyika. Kama nilivyosema, nyinyi ndio moyo wa serikali kuu. Fedha inayokuja kule, wasimamizi ni nyie, na nyinyi ndio mnasimamia maendeleo kule.